pia tutapata nafasi ya kuangaza kunani katika magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani asubuhi hii ya leo na yale ambayo yamekorezwa kwenye magazeti hayo upande wa michezo na burudani. Matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10. Lakini pia unaona nafasi ya kuandika kwenye platform zetu za mitandao ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Channel 10. Karibu. Leo ni sikukuu ya kupeana zawadi maarufu kama Boxing Day, ambapo husherekewa siku moja baada ya Christmas, yani Disemba 26 ya kila mwaka. Waumini wa dini ya Kikristo duniani kote hutembeleana na kupeana zawadi mbalimbali, hususan kwa wale wenye kuhitaji. Ufafanuzi wa asili ya sikukuu hii unatofautiana, ambapo wengine wanaamini kwamba imetokana na ufunguaji wa maboksi ya zaka ambayo yalikuwa yanawekwa makanisani kwa ajili ya kukusanya michango na misaada kwa maskini na wale wenye kuhitaji. Lakini wengine hata hivyo wanadai kuwa imetokana na maboksi ya zawadi kwa ajili ya waajiriwa siku moja baada ya Christmas. Kwa mujibu wa nadharia hiyo, kwa kuwa kazi ya watumishi ilikuwa inahitajika kwa ajili ya sherehe ya Christmas ya waajiriwa wao, basi nao waliruhusiwa kusherehekea sikukuu yao siku inayofuatia, kwa maana ya Disemba 26 hivi leo. Haya bwana, heri ya Boxing Day na uendelee kufungua zawadi, pengine kuanzia sasa ama mpaka baadaye na kuendelea. Tukatazame habari nyingine. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameuelekeza uongozi wa shirika la masoko kuhakikisha zoezi la upangishaji wa vizimba na vyumba vya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo unazingatia bei ya soko ili mradi huo uwanufaisha wafanyabiashara kama ilivyokusudiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa zaidi inafafanua. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake ya kikazi ya kukagua maendeleo ya ukarabati wa soko ambao ulianza kutekelezwa Januari 7, 2022 na kukabidhiwa katika shirika la masoko ya Kariakoo Agosti 25, 2025. Mtakapokuwa mnapangisha hivi vizimba ama vyumba, naomba tujitahidi sana iwe kwenye bei ya soko. Tusije tukawa na ujanja humu, mtu akachukua, anakuwa dalali, anakuja kumpa mtu mwingine. Hii nadhani isiwe hivyo. Tuhakikishe kwamba bei ya soko inayo prevail huko nje ndio inayopatikana hapa. Ni fedha nyingi sana, kama tulivyosema, Mheshimiwa Rais aliona zitumike hapa. Kwa hiyo tutahitaji pia hizi fedha zirejee kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo bila kwenda kwa bei ya soko tutachukua muda mrefu sana kuona kwamba zinarejea. Aidha, Profesa Shemdoe ameusisitiza uongozi wa soko la Kariakoo kuhakikisha wafanyabiashara wa awali wanapewa kipaumbele kupewa vizimba na vyumba kabla ya kuwapatia wafanyabiashara wapya ili kuondokana na malalamiko. Tuhakikishe wale wote waliokuwepo kwenye soko la zamani wanarudi. Hilo ni la kwanza. Wale wote waliokuwepo kwenye soko la zamani warudi ili kuepuka malalamiko. Na zoezi hilo tuhakikishe kwamba linafanyika kwa uwazi. Profesa Shemdoe pia ameusisitiza uongozi wa soko la Kariakoo kutoruhusu watu kupata vizimba au vyumba kinyume na utaratibu katika soko jipya, wakati tayari wapo wafanyabiashara waliokwisha pata vizimba na vyumba kupitia mfumo wa tausi. Mmenifurahisha kunieleza kwamba kwa upande huu kwenye soko jipya mmefanya mnada, na mnada umefanyika kielektroniki. Kwa hiyo kila mtu alibid na waliopata wamepata kutokana na information walizoweka mule. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhakikisha kwamba haturudi nyuma, watu wakapitia mlango mwingine ili kupata maeneo haya, wakati kuna watu ambao wamebid kwenye mtandao na tukawapata hao. Aziza Bakari. Asante mwanahabari Aziza Bakari kwa taarifa hiyo. Kwingineko, chama kikuu cha ushirika cha Songea na Namtumbo SANAMCO mkoani Ruvuma kimegawa mbegu za zao la mbaazi tani 10 kwa wakulima wa halmashauri ya Namtumbo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutaka vyama vikuu vya ushirika nchini kote kutoa faida kwa vyama vinavyohudumia katika kuzalisha mazao yenye tija. Tuungane na Ditanyoni ambapo taarifa yake inafafanua zaidi.
Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Ali Chemka wakati kugawa mbegu za mbaazi kwa viongozi wa vyama vya msingi kwa niaba ya wakulima, ambapo wamesema katika mkutano mkuu waliadhimia kutenga shilingi milioni 50 kutokana na ushuru kwa ajili ya ununuzi wa mbegu kwa halmashauri ya Namtumbo, Songea, Madaba na Mbinga. Hii tupo katika kuhakikisha tunainua na kuboresha maendeleo ya wakazi wa Namtumbo. Hii ni kama kwetu sehemu ya ajira tumeisambaza katika wilaya ya Namtumbo kuwaletea mazao yenye masoko, ambazo sisi wakulima zinaenda kutunufaisha kwa sababu awali tulikuwa tunatumia mbegu za kienyeji za zamani ambazo uzalishaji wake ulikuwa hauna ubora, na pili zilikuwa na mchanganyiko wa rangi mbalimbali. Kwa hiyo upatikanaji wa mbegu hizi bora zitaongeza tija ya uzalishaji maradufu kuliko uzalishaji wa nyuma. Nafikiri wakulima zaidi ya 2000 watafikiwa, kwa sababu mimi namiliki skimu 18 na zurula wilaya nzima, kila kanda nipo. Ina maana kila nakopeleka, kwa mfano na kanda ya Lusewa, Amani, Ligela, kwa na imani kila mkulima ataipata na atalima na atazalisha vizuri zaidi. Akigawa mbegu hizo kwa viongozi wa vyama vya msingi kwa lengo la kuwapelekea wakulima, mkuu wa wilaya Namtumbo Ngolo Malenya amesema wamekuwa wakikusanya mapato mengi kupitia zao hilo, hivyo serikali itaendelea kutengeneza miundombinu bora kupata mbegu, mbolea pamoja na masoko. Na tuna vyama 36 vya AMCOS ambavyo viko chini ya SONAMCO. Kwa hiyo wakulima wote hakikisheni mnapata hizo mbegu. Lakini niweze kusisitiza na kutoa maagizo, wenye viti wote wa vijiji pamoja na watendaji, hakikisheni wakulima wanapata mbegu hizo bora kwa ajili ya kilimo chenye tija, lakini vile vile kuongeza uzalishaji. Nguvu zetu zote na uwezo wetu wote tufanye kazi ya uzalishaji mali, na hasa mazao yetu ya kimkakati: tumbaku, ufuta, soya na mbaazi. Haya mazao ndiyo yatakayoinua halmashauri ya Namtumbo kwa kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini pia halmashauri yetu itaweza kupata ushuru au pato la ndani. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni. Tukitoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania mkoani Ruvuma, kwa sasa turejee hapa mashariki ya Pwani, ambapo wakati sikukuu za mwisho wa mwaka zikiendelea, wakala wa vipimo WMA mkoa wa Pwani umefanya operesheni maalum ya kukagua mizani inayotumika kuuzia nyama katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Kibaha ili kubaini wafanyabiashara wanaoibia wananchi kupitia mizani. Tuungane na Margaret Marisa. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, afisa mwandamizi wakala wa vipimo mkoani Pwani Isaac Bilahi amesema zoezi hilo ni endelevu, hasa katika kipindi cha sikukuu ambapo baadhi ya wafanyabiashara hutumia mizani isiyokidhi vigezo kuwaibia wateja. Tumekuta baadhi ya changamoto chache kwa baadhi ya mabucha ambao wengine mizani haijahakikiwa na inatumika. Mizani hiyo imeweza kuchukuliwa na wamepewa fomu kwa ajili ya kuja kuripoti ofisi ya wakala wa vipimo mkoa. Lakini hapa kuna pia mzani ambao tumekuta ni mzani wa mawe, pia una shida ya pini, imeteguliwa, tumeuchukua. Hivyo nawataka wale wote wanaotumia mizani kuuzia nyama buchani wahakikishe zoezi hilo linafanyika katika hali ya usahihi, mwananchi apate kile anachostahili kupata. Natoa wito kwa mkoa mzima, watumiaji wote wa mizani kwenye mabucha wahakikishe watu wanauzia mizani ambayo imehakikiwa. Kama mzani wako unajua haujahakikiwa, usimuuzie mwananchi. Ukikuta utachukuliwa mzani na utashtakiwa, ikiwezekana tutakupeleka mahakamani. Lakini makosa ya ukuta na mzani ambao hujahakikiwa na serikali. Sababu za kutohakikiwa na serikali: maana mzani ni mpya, una muda mfupi umenunuliwa. Baadhi ya wafanyabiashara wa nyama wamepongeza zoezi hilo, huku wakisema linalinda haki za walaji na kukuza uaminifu katika biashara. Nashukuru nimekuja kukaguliwa, mzani yangu iko salama, na pia wamenisitiza kwamba nisiwe nafanya mchakato wa kuwaibia wateja, ni jambo baya. Na pia nafurahi huduma hii kwa sababu kiukweli biashara yetu ikiendelea hivi kwa ukaguzi wa kila siku mizani zetu, tutakuwa tunajengea sifa nzuri kwa wateja, wanapimiwa, vipimo vinatimia vizuri. Margaret Malisa. Margaret Malisa, kitoweo cha nyama lazima ukipate kwa namna ambavyo inavyostahili. Tukatazame kwingineko.
Jukwaa la ushirikiano wa makampuni ya cargo na logistics upande wa Dubai linaloundwa na Watanzania umesema kufanyika kwa jukwaa la maonyesho ya biashara nchini Dubai ni fursa muhimu katika kufungua milango ya biashara na kukuza uwekezaji ndani ya Tanzania. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya jukwaa hilo la biashara linatarajiwa kufanyika Februari 2026 Dubai, makamu mwenyekiti wa Tanford Salum Ali anasema malengo ni kuifungua Tanzania kibiashara. Yako mambo mengi sana ambayo tunapata katika hii business forum. Kuna watu ambao hawana connection za biashara. Mtu anataka kununua kitu fulani lakini hajui supplier wa kitu fulani. Kwa hiyo ndani ya business forum hii tutawaleta kwa pamoja wafanya biashara, wawekezaji na hata watu wa real estate pia. Aidha, kupitia jukwaa hilo wadau watapata fursa ya kuelezea fursa zilizopo Tanzania bara na Zanzibar kupitia eneo la utalii pamoja na miundombinu ya usafiri, hasa eneo la bandari. Tutazidi kuzungumza na hawa ambao wanatumia bandari zetu, kuwashawishi na pia kuwapendekeza watumie bandari zetu kwa ajili ya kupitisha mizigo yao. Hakuna sehemu maalum ya kwenda kutangaza bidhaa zetu ama miradi yetu. Kwa hiyo tukaja na hii business forum ambao ni kubwa sana. Hakujawahi kuwa na business forum imeandaliwa na Watanzania. Imagine unakutana na mfanyabiashara ambaye anakuambia nahitaji karafuu tani 10. Hakuna mtu wakati. Angalia fursa unaweza kuipata. Juma Kasim, Channel 10. Juma Kasim kutoka mkoa wa Visiwani Zanzibar. Kwingineko, serikali imezielekeza halmashauri zote za wilaya ambazo uchumi wake unategemea ufugaji wa asili katika mkoa wa Arusha kutumia mapato ya ndani katika kuboresha minada, mabwawa na majosho. Tupate taarifa zaidi ambayo inafafanua. Agizo hilo la serikali linatolewa na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala alipokutana na baraza la madiwani wa halmashauri ya Longido. Ameeleza ni vyema halmashauri ya wilaya ya Longido ikaweka kipaumbele kwenye sekta ya ufugaji ili kutoa huduma bora kwa wananchi na hivyo kuchochea ukuaji wa biashara ya mifugo. Kwa ni kazi ya huku tu, halmashauri tu. Mkurugenzi, tengeni fedha, yaangalieni mabwawa kwa sababu uchumi wenu unategemea, mapato yenu yanategemea mifugo. Kwa nini msiende kuwekeza huko kwenye miundombinu ya mifugo? Hiyo mifugo mpaka ifike hapo kuuzwa, si lazima inywe maji? Mabwawa yao yakoje? Kwa hiyo maelekezo yangu halmashauri, muelewe kwamba mna wilaya ya wafugaji. Ama katika hatua nyingine, Makala ameagiza upelekwe mtambo wa uchimbaji wa visima wilayani Longido ili kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji katika wilaya hiyo kutokana na msimu wa mvua kuchelewa. Na nimemwagiza rasi haraka inavyowezekana mtambo huo uletwe. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano wenu huku. Nyinyi wenyewe na halmashauri muangalie mnaweza mkasaidiaje. Mabwawa myatazame vizuri, yarejeshwe katika kina ambacho atahifadhi maji kwa muda mrefu. Kila mwaka udongo unajaa. Kwa hata mvua zikinyesha atabeba maji machache, baada ya hapo yanaisha. Mapema katika kikao hicho maalum cha baraza la madiwani, mbunge wa Longido ambaye pia ni naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Thomas Ngobei wameelezea changamoto ya ukame na namna inavyowaathiri wafugaji wa wilaya ya Longido. Lakini sambamba na hilo, kwa sababu ya ukame wa wilaya hii, kwa ile mitambo ya kudrili maji ilikuwa inazunguka wilaya zote za mkoa huu, na zamu ya Longido tangu hiyo mitambo ije haijawahi kufika hapa. Sasa nadhani ni wakati mwafaka zamu ya Longido izingatiwe katika swala la kuhakikisha swala la mapato, ambao ndio wimbo kila wakati tunaimba, tukuhakikishie tutasimamia mapato ipatikane, lakini tutasimamia na matumizi yake kwa 100%. Mkoa wa Arusha wenye halmashauri 7, kati ya hizo halmashauri 4, idadi kubwa ya wenyeji ni wafugaji wa asili ambao maisha yao hutegemea mifugo. Ni Novatus Makunga, Channel 10. Haya, asante kutoka huko Arusha. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni asubuhi njema kutoka hapa Channel 10. Mimi naitwa Juma Mohamed. Karibu tuendelee kutazama habari nyinginezo. Kwa sasa tuelekee huko mkoani Mara. Zaidi ya vijana 100 kutoka wilaya ya Serengeti na Bunda mkoani Mara wamejengewa uwezo wa kujitegemea na kukabiliana na changamoto baada ya maisha ya masomo, ikiwemo ukosefu wa ajira pamoja na stadi za maisha. Musa Makali alikuwa ni shuhuda wa taarifa hiyo. Shirika la Government Fund limekuwa likitoa ufadhili wa mafunzo ya ufundi stadi, biashara na teknolojia ya mawasiliano kwa vijana waliopo katika vijiji vinavyozungukwa na mapori ya Kibaikonongo na Gurumeti kwa wilaya ya Bunda
pamoja na Serengeti. Na lengo kubwa ni kutaka kumsaidia kijana kuweza kujisimamia, kujitambua, kujiamini, na pia tukiangalia topics mbalimbali ambazo tunakuwa tunawafundisha, hii ni kuweza kumsaidia kijana kuweza kujua nafasi yake kama kijana au kama mwanafunzi katika jamii ni nini. Kauli hii inatajwa itakwenda kuwasaidia vijana hawa kuweza kukabiliana na ugumu wa maisha baada ya masomo. Na hii imelenga kuwezesha vijana wetu waweze kuanzisha biashara ndogo ndogo, hasa wanapokuwa likizo na wanapokuwa majumbani pindi wanapokuwa wanamaliza shule. Lakini pia kama idara ya kwetu rasilimali watu, hiyo inawapokea pale wanapokuja kutaka mafunzo kwa vitendo, whether wanataka kuja kwenye field au kwenye internship, huwa tunawapokea. Baadhi ya vijana wanaonufaika na elimu hii nao wakazungumza. Tumejifunza kuandaa bajeti kabla ya kupata pesa, ili ujue unapopata pesa inaelekea wapi, na sio kwamba unatumia pesa bila kujua inapoelekea na mwisho siku unaipoteza. Nimejifunza kuhusu mambo na teknolojia au communication skills, ambayo imenisaidia kutumia mitandao kwa ufasaha na kwa uelewa. Cha mno nashukuru kampuni ya Grumeti Fund kwa udhamini huu mkuu ambao imetufadhili kuanzia kidato cha kwanza, ikiwa na kumbukumbu yake kwamba mpaka na hitimu. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Asante mwanahabari Musa Makari kwa taarifa hiyo. Kwa sasa tuangaze habari za michezo na burudani asubuhi hii ya leo, na tuangazie mchezo wa masumbwi ambapo bondia wa ngumi za kulipwa nchini Hassan Mwakinyo anatarajiwa kuzichapa na mpinzani wake kutoka nchini Nigeria Stanley Eribo katika pambano la Boxing Day linalotarajiwa kufanyika usiku wa leo katika ukumbi wa Warehouse Masaki jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu. Wakizungumza mara baada ya kupima uzito, mabondia hao wamesema maandalizi yamekamilika na wapo tayari kuiwakilisha Tanzania na kukata kiu ya mashabiki zao, huku pambano kuu likiwa la Hassan Mwakinyo dhidi ya Nigeria Stanley Eribo, sambamba na mapambano mengine ya kuwania mikanda mbalimbali, huku wadau nao wakiweka wazi hisia zao kwa mabondia wanaounga mkono. Aliyozungumza huyo brother Meli, lakini ni kawaida ya kila mtu anayefanya ibada kuwa na uhakika wa kwenda peponi, lakini uhalisia wa kweli, hatima ya pepo ya mtu anayejua Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema, na nitamani sana siku leo itokee kwenye maisha yangu. Nafikiri hakuna sababu itakayoweza kufanya pambano litokee unless promoter Semunyo wao amekufa. Kwa heshima kubwa ambayo tunayo kwenye boxing, tunaweza tukasema lisitokee kesho, litokee siku nyingine, tumalize kwanza msiba. Lakini kulingana na afya za watu wote waliokuwepo, na tuna matumaini makubwa na kesho ila adil kisasi kitafanywa. Mimi nataka niwaambie Watanzania wawe na imani na mimi. Nataka niwahakikishe Tanzania kivyema kabisa. Kesho Hano Kifili ajiandae, kama hajapigwa kwa raundi ya pili hata tatu. Mimi napenda kuwashukuru ndugu zangu wote wanaonisupport, nikiwa na diwani wangu Mboga katoa ushirikiano mkubwa, nikiwa na management yangu yote kwa ujumla. Kwa sasa hivi kila kitu ni namna ambavyo unakichukulia. Nafasi hii ya mapambano haya ya ngumi pia ni sehemu ya ajira. Nami nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu, lakini pili kumtia moyo ndugu yangu Furahisha kwamba hakikishe apambane kwa namna yote tupate ushindi. Hiyo kesho ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu. Kwa hiyo naomba Mungu hiyo kesho niweze kufika salama na niweze kuwa na afya njema. Nachomwambia tu kwanza mpinzani wangu, katika watu ambao wanamwombea dua ikiwemo na mimi ni mpinzani wake. Kwa hiyo namwombea kwa Mwenyezi Mungu kesho tuamke salama, tuweze kufika hapa na tuoneshe burudani. Mimi naamini hawezi kutoboa. Nimejiandaa vya kutosha. Pia vile ningependa kumshukuru promota wangu aliyenifanya nikapata nafasi hii, ambaye ndio Bongo Boxing Safari. Mungu azidi kubariki kazi ya mikono yao. Anapigana na MP dada Jambazi, MP kamanda. Sisumbui wala siogopi na wala siongopi kwenye kazi zangu. Kesho nitamfundisha ngumi inshallah. Tuombe uzima. Tutarajie ushindi wa kitaifa. Kupitia baadhi ya video zake kadhaa. Kwa hiyo iko sawa. Kutokea Masaki, Dar es Salaam, mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10 Michezo. Asante Salum Pelembo, na kila laheri kwa mabondia wote ambao leo hii watakuwa wanaiwakilisha nchi katika mapambano ya Boxing Day pale Warehouse Masaki. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi.
ndio tunahitimisha hivyo habari kwa sasa, lakini tupate mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kutazama kunani katika magazeti mbalimbali ambayo tunayo mezani asubuhi hii.